Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu sana katika jina kuu la Yesu Kristo. Karibu sana katika kipindi hichi cha Saa ya Faraja katika Kristo. Na ikiwa leo tunatoa sehemu ya 3 ya unyakuo wa kanisa, tunakukaribisha sana popote ulipo. Tunakushukuru Baba yetu wa mbinguni kwa ajili ya siku hii. Libariki neno lako likawe taa na mwanga katika njia zetu. Katika jina la Yesu, uso wako Bwana ukawe pamoja na sisi na ukatupe raha. Ujumbe wa neno lako ukafikie mataifa yote, watu wakaokolewe kupitia ujumbe huu. Amen. Sasa leo tunaendelea na somo letu la unyakuo, na tunajaribu sasa kuangalia baada ya unyakuo kutakuwa na kitu gani? Yaani maanake kama umebaki haukunyakuliwa, kitu gani kitakachokuwepo? Biblia inaelezea baada ya unyakuo kitakachokuwepo nini. Katika kile kitabu cha Mathayo sura ya 24 mstari wa 21. Mathayo sura ya 24 mstari wa 21 inaelezea, kwa kuwa wakati huo kutakuwapo dhiki kubwa ambayo haijatokea namna yake tangu mwanzo wa ulimwengu hata sasa, wala haitakuwapo kamwe. Baada ya unyakuo ni dhiki kuu. Kutakuwepo na dhiki kuu kwa wale waliobaki. Kwenye kile kitabu cha Mathayo sura 24 mstari wa 21 mpaka 27 anasema, wakati huu kutakuwako na dhiki kubwa ambayo haijatokea namna yake tangu mwanzo wa ulimwengu hata sasa, wala haitakuwepo kamwe. Kwa hiyo mambo muhimu unayopaswa kuyafahamu kama unyakuo umetoka na umebaki, ufanye nini? Au kama umeachwa hujanyakuliwa, cha kwanza kabisa ni kutie moyo. Usikubali kamwe kupokea chapa ya yule mnyama 666. Ni heri ukubali kuteseka kwa muda mfupi, alafu ingie kwenye raha ya milele, kwa sababu shetani hata ruhusu uingie kirahisi, hata ruhusu uingie kirahisi. Hiyo chapa ukisoma kitabu kile cha Ufunuo sura ya 14, Ufunuo Yohana sura ya 14 mstari wa 11 wanaelezea vizuri. Anasema yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kama moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo, na moshi wa maumivu yao upanda juu hata milele, na wala hawana raha mchana wala usiku, hao wasujuduo huyo mnyama na sanamu yake, kila aliyepokea chapa ya jina lake, ambao ni 666. Hiyo roho ya mpinga, hiyo ndio chapa ya mpinga Kristo 666. Kama utabaki, atataka upigwe chapa ya 666 kwenye paji lako la uso, na ukishapigwa hiyo unakuwa wa kwake milele, hakutakuwa na uponyaji. Na somo hili limekuwa na vita sana, kwa sababu Mungu ameniambia niwaandae watu. Kwa hiyo usikubali kama utakuwa umebaki. Ni heri ukubali kukatwa kichwa. Ufunuo wa Yohana sura ya 20 mstari wa 4 mpaka wa 5 inasema, kisha nikaona viti vya enzi, wakaketi juu yake, nao wakapewa hukumu. Nami nikaona roho zao waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu. Kwa hiyo wale watakaobaki na wakakataa hiyo alama ya chapa ya mpinga Kristo ya 666 sasa na Ufunuo wa Yohana sura ya 14 kuanzia mstari wa 10 mpaka wa 13, hao watateswa sana kwa maumivu,
watakatwa vichwa. Wakishakatwa vichwa wataingia mbinguni, kwa sababu watakuwa wamemtetea Yesu katika mateso makali. Kwa hiyo watakuwa wametoa nafsi zao kwa Yesu kwa damu zao wenyewe, na hiyo ni ngumu sana. Ni vizuri ukaokoka sasa hivi na ukatunza utakatifu. Mambo muhimu ambayo nakuhimiza kama mtumishi wa Mungu: linda utakatifu. Kweli unaishi duniani kama Isaya anavyosema, naishi katikati ya watu wachafu na watu wenye midomo michafu. Linda utakatifu sana. Linda vazi lako la sifa. Linda vazi lako la utakatifu. Ukiona umekosea na unasikia Roho Mtakatifu anapiga alamu, piga magoti popote ulipo na utubu na uishi maisha ya toba siku zote. Mateso yote ni makali sana kama utakuwa umebaki, lakini heri uvumilie mateso ya muda mfupi ukaishi muda mrefu milele na milele kule mbinguni, kuliko kwenda kuteketea jehanamu milele, kwa sababu Ufunuo wa Yohana 14:11 inasema kwamba utakuwa unaungua huko kuzimu usiku na mchana bila kupumzika. Kingine ambacho nakushauri, chukua uamuzi wa kufanya matengenezo haraka, kwa sababu hii dhiki kuu unaambiwa kwamba yani dhiki kuu itakayotokea, hayo mateso ni makali kiasi kwamba hayajawahi kutokea wala hayatatokea baada ya kutokea. Chukua matengenezo kama hujampokea Yesu. Fanya matengenezo haraka. Mateso yote yatakao kuja yasikuache ukachukua hiyo chapa 666 au ukamsujudia huyo mnyama. Chukua uamuzi wa kufanya matengenezo ya haraka. Kama huna uhakika na Yesu uliye naye, kubali umpokee Yesu haraka. Sasa na Warumi sura ile ya 10 mstari wa 9 mpaka wa 10. Kubali uongozwe sala ya toba. Kama umeokoka alafu unaona maisha yako ya wokovu sio mazuri, umerudi nyuma, usiogope watu. Kubali sasa hivi kumpokea Yesu abadilishe maisha yako. Kingine ninachokushauri, hakikisha una Biblia hard copy na sio ya simu au ya chombo chochote cha electronics, kwa sababu Nabii Amosi amekwisha kutabiri kutatokea njaa ya kusikia neno la Mungu. Kwa hiyo viwanda vingi vya Biblia vitadhibitiwa. Uwe na Biblia yako nyumbani ya hard copy na uisome. Hizi za kwenye simu zinabadilishwa kila siku, kwa hiyo wanaweza wakaanza kung'ofua huko baadhi ya maandiko, ukaanza kuona yanaibiwa, kwa sababu ni kitu ambacho kinafaa kubadilisha. Lakini kama una Biblia yako ile ya hard copy, uwe nayo na uwe hata na 2. Soma sana neno la Mungu na kutafakari neno la Mungu. Kuna tofauti ya kulisoma kama gazeti. Soma na huku unatafakari. Soma polepole na huku unatafakari neno la Mungu. Usitukane wokovu, bali kaa jirani zaidi na Bwana Yesu. Amka usiku uanze kuomba kama wakina Paulo na Sila walivyoomba katika gereza. Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari wa 25. Anasema hata usiku wa manane Paulo na Sila walikuwa wakiomba katika gereza na kumsifu Mungu. Palishukua na tetemeko kubwa, Mungu akashuka kupitia nguvu zake. Gereza lile likatetemeshwa na minyororo ikakatika. Kuna vifungo vingi vinavyokusababisha urudi nyuma. Lakini ukianza kuwa na utaratibu wako wa kuamka usiku, kwa unaomba usiku na kuomba na kuomba na kuomba tena, kuna vitu vingi sana vitavunjika. Kwa hiyo nakutia moyo. Hii kusoma neno la Mungu ni kwa sababu neno la Mungu ni dira, ni direction, ni mwelekeo. Zaburi ya 119 mstari wa 133 anasema, uzielekeze hatua zangu na kwa neno lako, uovu usije ukanimiliki. Dawa nzuri ya kushinda uovu ni kulisoma neno la Mungu na kulitafakari kila siku. Kukubali kwamba unaishi duniani na dunia unayoishi imejawa na yule mwovu. Na Yesu mwenyewe anasema kwamba siombi uondolewe duniani, lakini ninaomba uwalinde na yule mwovu. Kwa hiyo omba sana Mungu aweze kukusaidia. Omba sana Mungu aweze kukupatia hiyo neema. Omba sana Mungu aweze kukupatia hiyo neema. Mungu akubariki sana. Kama hujampokea Yesu, basi
rudia hii sala ya toba ambayo naongoza, utampokea Yesu hapo ulipo, atakaa na wewe pamoja naye, na hata unyakuo ukitokea utaenda mbinguni. Sema, Bwana Yesu, naja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi, naomba unisamehe dhambi zangu zote. Naomba Bwana ulifute jina langu katika kitabu cha mauti, naomba uliandike katika kitabu cha uzima. Bwana Yesu, nakusihi umlete Roho wako Mtakatifu na achukue uongozi ndani yangu sasa. Kuanzia sasa namkataa shetani na kazi zake zote, nazipinga na kuzikataa, na ninakukiri wewe ukawe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Amen. Basi ikiwa umerudia sala hiyo, tayari umeshapokea Yesu, unaweza ukatutumia ujumbe mfupi kupitia ujumbe uliousikia na tutausoma, lakini pia una uwezo wa kutuma sadaka yako kwa ajili ya kuendelea kuhakikisha injili inafikia mataifa kwa namba zinazopita hapo. Asante na Mungu akubariki sana. Amen.